الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. anatangaza salawatullahi wasalam kwa walimwengu, anatangaza kwa watu, anatangaza katika hii dunia kuwa inna waliya, hakika bila shaka mtawala wangu Allah, ni yeye Allah. Yani Allah ndiye mtawala wangu, anayetawala usaidizi wangu, anayetawala ulinzi wangu, yala alladhi, Allah ambaye nazzala alkitaba, Allah aliyeuteremsha hiyo Qur'an ambayo imo ndani yake miongozo wa watu, miongozo ya walimwengu, miongozo ya dunia. Wa huwa, na yeye Allah, yatawalla salihin, ndiye anayetawala usaidizi wa waja wema, ndiye anayetawala ulinzi wa waja wema. Walladhina tad'una min duni, na wale mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu, na wale
mnaoabudu miongoni mwa badala ya Mwenyezi Mungu kama masanamu, kama mashetani, kama majini, hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu, la yastati'una nasrakum, la yastati'una nasrakum, la yastati'una nasrakum, wao hawawezi kuwasaidia. Masanamu hawawezi kuwasaidia, mashetani hawawezi kuwasaidia. Kwa hivyo mjue, wala anfusahum yansuruna, wala masanamu zenyewe hawawezi kusaidia nafsi zao. Hayo masanamu hayawezi kusaidia nini? Nafsi zao. Masanamu mangapi twayaona inapigwa jua mchana kutwa katika dunia hii. Masanamu mangapi twayaona inavujiwa mvua, inyeshewa mvua kila mara. Sanamu hawezi kujikinga mvua, sanamu huyo hawezi kujikinga jua. Atakukinga wewe, atakukinga wewe. Nafsi yake hawezi kuisaidia. Je, atasaidia nafsi yako? Ikiwa hawezi kujisaidia, ni wewe pia hawezi kukusaidia. Wa in tad'uuhum ila alhuda, na hayo mnayoabudu badala ya Mwenyezi Mungu, mkiwaita katika uongofu, la yasma'u, hawasikii. Kwa nini hawasikii? Kwa kuwa hawana uhai. Kwa nini hawasikii? Kwa kuwa wao ni masanamu. Watarahu, ndio utaona hao masanamu, utawaona wao yanduruna ilayka, wanakutizama wewe. Nenda mbele ya sanamu, utamwona huyo sanamu anafanyaje? Anakutizama nani? Unajua wewe makabila lego liko wapi? Najua. Wapi? Jamii Musa. Karibu na Jamii Musa. Unaona simba mbili iko huko? Ile simba ukiona simba anakutizama na mbele. Umekuja simama mbele yake? Unamwonaje? Anakuona. Watarahu, unaona hao masanamu yanduruna ilayka, wanakutizama wewe. Hebu jiulize, mtizamo huo wanaokutizama masanamu au anayekutizama huyu sanamu ni mtizamo hakika au si mtizamo hakika? Ukitaka kujua ni hakika au si hakika, mpaka uhukumu ile macho aliyonayo, mpaka uhukumu hiyo macho aliyonayo kwanza, ndio utajua mtizamo ikiwa ni hakika au si hakika. Kabla ya yote, macho hiyo ni macho kweli au si kweli? Macho hiyo ni macho hakika au si macho hakika? Ni bila shaka macho walionayo hao masanamu si macho hakika. Ni macho gani? Macho bandia. Ni macho bandia. Ikiwa macho hiyo ni macho bandia, haikuoni, haikutizami, haina masala ya umacho. Basi wahum la yubsiruna,
na hao masanamu wana kitu kama macho lakini hawaioni kwayo. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, imekuja kwa Rasul salawatullah alaihi wasallam, anaamrishwa ila hali ya kuwa anafundishwa adabu njema, hali ya kuwa anafundishwa desturi nzuri, ila hali anafundishwa maisha mema. Amri yenyewe inasema nini? Inasema khudhil afwa, khudh, shikamana ya Rasulullah, shikamana ya Nabii Allah, shikamana ya Muhammad salawatullah alaihi wasallam, ala afwa, na kusama. Shikamana na kusame, yani maisha yako iwe ni kusame, uhai wako uwe ni wa kusame, ukazi wako uwe ni wa kusame, na hali yako iwe ni hali ya kusame. Uwe wewe umwenye kunini? Kusame. Kila mabaya unayofanyiwa wewe isame, kila maovu unayofanyiwa wewe isame, kila machafu unayofanyiwa wewe isame. Khudhil afwa, shikamana na usame na kusame. Ya pili miongoni mwa adabu, wa'mur bil urfi, na daima amrisha mema yatendwe, daima amrisha mema yafanywe, daima amrisha mema yatekelezwe, daima amrisha mema yawe ndio nyendo za watu. Ya tatu, wa'arid anil jahilina, arid, puzilia mbali, ipuze au igeuzie mgongo aljahilina, anil jahilina, watu wasiojua kitu, watu majahili wasiojua kitu. We geuza mgongo na ipuze maneno yao wanaokuambia. Mtu jahili akija na maneno yasiyofaa kwako, wewe msame. Mtu jahili akija na maneno mabaya kwako, wewe msame. Mtu jahili akija na maneno machafu kwako, wewe msame. Adabu yako iwe ni nini? Ni kusame. Adabu yako iwe nini? Kusame. Na isitoshe uwe wewe ni mwenye kuamrisha mema tu, mazuri ndio unaamrisha, mazuri ndio unaelekeza kwa wanadamu, ni kujitenga mbali na wajinga kwa kutojali maneno yao na kuipuza maneno yao. Ukiwa na hizi adabu, adabu gani? Khudhil afwa wa'mur bil urfi
a'rid anil jahilina. Ukiwa na adabu kama hizi tatu, inasemwa kuwa fulani anazo adabu ya Qur'an. Nasema nini? Fulani anazo adabu ya Qur'an, kama alivyokuwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu alquran, kana khuluquhu alquran, kana khuluquhu alquran. Ilikuwa tabia yake yote ni Qur'an, adabu zake zote ni Qur'an, maisha yake yote ni Qur'an, uhai wake wote ni Qur'an. Na ndivyo inavyotakikana. Ikiwa rais mkubwa wa taifa ndio ameamrishwa hivyo, ni wewe mwenye kumfuata mtume vile vile umwenye kuamrishwa, unaamrishwa vile vile uwe kama hivyo. Na ukiwa na adabu kama hiyo, utakuwa ni mtu ulio na uzito, utakuwa ni mtu unayo nini, uzito. Na isitoshe kauli ya Jibril alayhi salam alimujia Rasul salawatullah alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad salawatullah alayhi wasallam, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna Allaha ya'muruka an ta'fuwa amman dhalamak wa tu'tiya man haramak wa tasila man qata'ak. Jibril kuja kwa Mtume salawatullah alayhi wasallam, amemwambia ya Rasulullah, inna Allaha, hakika bila shaka Mwenyezi Mungu, yaamuruka, anakuamrisha wewe, anta'fuwa, 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 wasame, anta'fuwa, umsame, anta'fuwa, umsame, umsame nani? Amman dhalamak, umsame aliyekudhulumu. Jibril malaika amekuja kwa Rasul salawatullah alayhi wasallam, anamwambia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, anakuamrisha wewe umsame aliyekudhulumu. Aliyekudhulumu daima umfanyeje? Umsame. Aliyekudhulumu daima umsame. وتؤتي من حرمك، وتؤتي من حرمك، وتؤتي من حرمك. يا رسول الله، يا نبي الله، يا محمد، أنا kuamrisha Mwenyezi Mungu, watutia, umpe mtu ambaye haramak, aliyekunyima. Aliyekunyima umpe, aliyekunyima umpe, aliyekunyima umpe, aliyekataa kukupa mpe, aliyekataa kukupa chake umfanyeje? Umpe. Tena isitoshe, watasila man qata'aka, watasila man qata'aka, na umuunge akukatae, umuunge mtu aliyekukata, umuunge mtu aliyekukata. Mtu aliyekata communication yake na wewe unga communication. Mtu aliye cut off communication yake na wewe unganisha hiyo communication. Jibril alitumwa na maneno gani? Jibril alitumwa kwa Rasul salawatullah alayhi wasallam na adabu tukufu kabisa, nayo ni nini? Inna Allaha ya'muruka an ta'fuwa amman dhalamak wa tu'tiya man haramak wa tasila man qata'ak.
Amenituma Mwenyezi Mungu kwako ya Rasulullah, inna Allah yaamuruka, yeye Mwenyezi Mungu anakuamrisha antafua, umsame amman, yule mtu ambaye dhalama, kandie kudhulumu wewe, umsame, umfanye kama huko akukufanyia kitu. Watutia man harama, ni yule aliyekunyima usimnyime, bali mpe aliyekunyima. Aliyekunyima umpe. Watasila man qata, na umuunge yule mtu aliyekukata. Yule mtu aliyekata mawasiliano baina yako wewe na yeye, wewe umuunge. Wewe nini? Umuunge. Hayo ni miongoni mwa adabu islamiyun, adabu diniyun, adabu samawi. Isitoshe, Rasul salawatullahi alaihi wasallam ametuambia au ametufunza au ametuelekeza akituambia kuwa yasiru wala tuasiru, wabashiru wala tunafiru. 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 Salawatullahi alaihi wasallam anatuambia yasiru, sahilisheni mambo daima. Ishini muda ya kuishi, lakini mambo yenu yote muyasahilishe. Mambo yenu yote muyasahilishe, muyafanye kuwa ni mambo mepesi, muyafanye mambo kuwa si magumu. Yasiru wala tuasiru, wala msikaze mambo yenu, na wala msidhikishe mambo yenu, wala msifanye mambo yenu kuwa ni magumu. Wala tuasiru, wabashiru, na daima nyinyi katika hiyo dunia toweni habari njema. Daima nyinyi katika hiyo dunia toweni habari ya furaha. Daima nyinyi katika hiyo dunia toweni habari nzuri. Kazi yenu watu wa Islam ni kutoa habari nzuri, habari njema. Isitoshe, wala tunafiru, wala tunafiru, wala tunafiru, musitoa habari zitakazoharikisha hofu na kufarikiana. Wala tunafiru, musitoa habari zitakazo vurumisha hofu, uoga, mkafarikiana. Wala tunafiru, musitoa habari za farakano zitakazowafarikisha. Ona dini, adabu hizi majumbani mwetu kwa kina mama hatutapata. Adabu hizi majumbani mwetu kwa kina baba hatutapata. Adabu hizi mijini mwetu, vijijini mwetu hatutavipata. Bali salawatullahi alaihi wasallam amekuja kuisambaza hizo adabu bure. Lakini wale wanaosambaziwa ndio hawako. Wenye kusambaziwa
nini? Hawako. Na wakiweko 1 2 juu ya 100. Basi anaamrisha nini Mwenyezi Mungu? Anasema Mwenyezi Mungu, khudhil afwa, shikamana na kusame, wa'mur bil urfi, amrisha mema, wa a'rid anil jahilina, na puuza maneno ya watu wajinga. Geuza mgongo kwa watu maneno, katika maneno ya watu wajinga, usijali maneno yao. Hiyo ni adabu ya bure kwa mja wa Mwenyezi Mungu, adabu yenye ufanisi katika dunia na akhera kwa mja mwelekevu wa Mwenyezi Mungu. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Na ima shaitan akikutia wasiwasi, wa ima yanzaghannaka, ima akikutia wasiwasi, ikikuingilia wasiwasi, mina shetani, kutokana na shetani nazo kuna wasiwasi za kishetani kuingilia, fasta'idh billah, wewe omba ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, omba kinga kutoka kwa Mwenyezi Mungu, omba hifadhio kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani shetani akija akakutia wasiwasi, baada ya kwa mfano umefanyiwa mabaya, shetani akakwambia vijibisha kwa mabaya, au shetani akiwa amekuingilia kwa wasiwasi, wanafanya maovu, sina kukwambia achana na wao, wacha wafanye, usiwakataze, usiwaamrishe. Shetani akikuingilia akakufanyia wasiwasi, yani ujibizane na watu wasiojua, akikuingilia shetani katika njia kama hizo, fasta'idh billah, anakueleza kisa Mwenyezi Mungu, omba kulindwa kwa Mwenyezi Mungu, omba kinga kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sema nini? A'udhu billah. Sema nini? A'udhu billah. Sasa tunajua sasa kinga kubwa ya kumkinga shetani ni kusema nini? A'udhu billah. Kwa shetani hataki kusikia jina la nani? Na Mwenyezi Mungu likitajwa, anaona wivu shetani, anahusudu Mwenyezi Mungu mtu anayemtaja Allah. Kwa hivyo apendelee shetani, atakayetaja Allah shetani atakimbia. Basi akikuingilia shetani au akikuingizia wasiwasi zake shetani, kwa zile wasiwasi zake za kishetani, ukitaka kujibizana na kuambizana machafu na mabaya na kutosame, shetani akikuingilia katika mambo kama hayo, kinga lake liko, hifadhio lake liko, na ni kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Innahu, akabila shaka ya Mwenyezi Mungu, Samia, ni mwenye kusikia yote yanayosemwa kwa dhahiri na kwa siri. Alimu, tena Mwenyezi Mungu mjuzi, mwenye kujua yote yanayofanywa
katika kisa au katika mwangaza, kwa siri na kwa dhahiri, yote anayajua nani? Mwenyezi Mungu anajua. Hapana kinachofichikana kwake yeye Mwenyezi Mungu. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Swali ustadhi. Kwa hiyo mwezi tunasikia shetani amefungwa, lakini kwa hiyo mwezi tunasikia shetani amefungwa, lakini bado tunaona mwenendo ya shetani inaendelea. Hiyo je, itakuwaje? Uliza tena. Kwa hiyo mwezi tunasikia shetani amefungwa, lakini ile vitendo ya shetani bado inazidi kuendelea. Atendaye ni nani? Mwendo wa shetani unaendelea, ndio. Atendaye ni nani? Mwanadamu. Basi huyu mwanadamu si mwenye kuamini imani kamili. Shetani amefungwa kwa yule mwanadamu aliyeamini imani kamili, na yule mwanadamu aliyeathirika kwa saumu. Yule mwanadamu ambaye saumu imeathiri kitu katika moyo wake, na saumu imekuwa kinga kwake. Asiyamu junna, salawatullahi alayhi wasallam amesema saumu ni nini? Ni kinga. Naye Mwenyezi Mungu katika aya hiyo ya saumu mwisho amesema nini? La'allakum tattaqun, mfunge ili mpate kujikinga na maovu, mjikinge na machafu. Sasa ikikosekana takwa, vitendo vya shetani vinaendelea. Ikikosekana imani kamili, vitendo vya shetani vinaendelea. Ikikosekana saumu kamili, vitendo vya shetani vinaendelea. Unasema nini? Innal ladhina ittaqaw, Mwenyezi Mungu anatudhihirishia, anatuonyeshea sifa au hali ya wale waja wa mchao Mwenyezi Mungu ambao wanaoathirika kwa ibadati zake Mwenyezi Mungu, wanaoathirika kwa sheria zake Mwenyezi Mungu, wanaonufaika kwa dini yake Mwenyezi Mungu, waja wanaonufaika. Anasema innal ladhina ittaqaw, hakika bila shaka wale waja wanaomcha Mwenyezi Mungu wakaweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na wakajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, waja kama hao, idha massahum ta'ifun minash shaitani, ikiwashika wasiwasi za kishetani, waja kama walio na nini? Waja gani hawa? Wamchao Mwenyezi Mungu, muttaqin. Sasa bwana huyu anauliza, mbona vitendo vya kishetani vinaendelea? Na shetani imefungwa, lakini mwanadamu huyu akiwa hakuathirika kwa siamu haikumfanya kuwa muttaqi, basi shetani bado mwango wake wazi na yeye. Sawa, mwango shetani wazi. Ndio mzee anatuambia hakuna shaka alladhina, watu ambao ittaqaw, waliochukua nini? Ngao. Ittaqaw, waliochukua nini? Shield. Mnajua shield? Hii karai, mnaona hii watu gani? Askari hao wanajikinga na karai. Nasi kwa kija huko, ukika karai, ikitupwa mawe, karai ile inafanyaje? Inazuia. Ikitupwa chuma, karai ile inazuia. Kile kinachotupwa karai inazuia. Sasa wale wenye kutaka karai, wale wenye kutaka ngao, wale wenye kutaka kizuizi shield, sharti wawe muttaqin. Akiwa anayotakwa, basi anaye ngao, anayetakwa anaye hiyo karai, anayetakwa anaye hicho kizuizi. Huna takwa, huna ngao, shetani atakuchezea. Basi innal ladhina ittaqaw, hakika bila shaka wale waja
waliomcha Mwenyezi Mungu wakaweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu wakajitenga nazo mbali, hao wanayo kinga. Hao wanayo nini? Kinga. Waja namna hao, idha massahum taifun min ash-shaytan, ikiwagusa waswasi za kishaitani, tadhakkaru, wao ukumbuka upesi, wao ufanyaje? Ukumbuka waswasi hii ni ya kishaitani, fikira hii ni ya kishaitani, mawazo hii ni ya kishaitani. Mja Mungu ukumbuka upesi yanapomwijia fikira, mawazo na waswasi za kishetani, upesi umwijia fikira. Tadhakaru, waja wema ukumbuka upesi, kinyume ya waja wasio wema hawa nini? Hawakumbuki upesi. Waja wasio wema hawakumbuki upesi, lakini waja wema ukumbuka upesi. Tadhakaru, na wakikumbuka waswasi hizi ni za kishetani, fikira hizi ni kishetani, mawazo kama hayo ni mawazo ya kishetani, wakikwisha kumbuka tadhakaru, fa idha hum mubsirun, mara kwa ghafla wanauona haki. Mara kwa ghafla wakikumbuka hiyo fikira ni ya kishetani, haki inamulika kwao, light ya kweli inaonekana kwao. Yule ambaye akukumbuka nini? Darkness, kiza na ukiza unamfunika, kwa kuwa hana kumbuko. Hana nini? Hana kukumbuka. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ni mateka ya shetani, hana kukumbuka. Kwa nini? Yeye ni mateka ya matamanio za nafsi yake, hana kumbuko. Kwa nini? Kwa kuwa yeye anafuata yale ambayo shetani amemwendekeza. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Wa ikhwanuhum, na ndugu zake shetani. Ikhwanuhum, ndugu zao shetani. Ikhwanuhum, ndugu zao shetani. Kina nani ndugu zao shetani? Wanadamu waasi, wao ndio ndugu ya shetani. Wanadamu waovu, wao ndio ndugu ya shetani. Wanadamu ambao katika Ramadhani kama hii, waumini au Waislamu, bado wanafanya vitendo vya kishetani, wao ndio ndugu za shetani. Ikhwanu, na ndugu zao shetani. Yamuduna, wavuruta watu fil ghayyi, katika upotovu. Daima shetani uvuta watu katika nini? Upotovu. Daima shetani uvuta watu katika mrengo wa kushoto. Daima shetani uvuta watu katika maasi. Uonapo watu katika maasi, unahakikisha watu wametekwa na shetani au watu wamevutwa na shetani. Uonapo watu katika maovu, unathibitisha hao watu wao ni mateka wa shetani. Uonapo watu ni wenye kufuata matamanio za nafsi zao, yale ambayo nafsi imeendekeza na fikira imeendekeza na akili imeendekeza, unajua hawa ni wafuasi wa shetani. Ndio Mwenyezi Mungu anakuambia, ndio Mwenyezi Mungu ananiambia, ndio Mwenyezi Mungu anatuambia. Anasema nini? Wa ikhwanu, na ndugu zao shetani. Ndugu zao shetani. Ndugu zao shetani ni nani? Alladhina lam yattaqullaha. Ndugu zao shetani, alladhina lam yattaqullaha. Ndugu zao shetani ni wale waja
wasiomcha Mwenyezi Mungu, wasioweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na wakajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Hawa ndugu zao shetani, ndugu zao shetani yamuduna, wanawavuta fil ghayyi, katika upotovu. Thumma la yuksiruna, kisha wakifika marafiki zao shetani, ndugu zao shetani, wakifika katika upotovu, la yuksiruna, hawaachani na maovu, hawaachani na mabaya, hawaachani na machafu, hawaachani na wa idha lam ta'tihim bi aya qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basairu min rabbikum وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية، na usipokuja kwao hao mashetani na ndugu zao, hao watu wanaofuata nyendo za kishetani, usipokuja kwao na aya, idha lam ta'tihim bi aya, usipokuja kwao na aya, qal, wanasema laula jtabaita, mbona wewe hukujitengezea tu aya ukasema, au mbona wewe hukujizushia tu haya iliyozushwa ukasema, au mbona wewe ukujiumbia tu aya ukasema. Wa idha lam ta'tihim bi aya, hao mushrikini usipokuja kwao na aya, hao kafirini usipokuja kwao na aya, hao wanaompinga Mwenyezi Mungu usipokuja kwao na aya, qalu, wanasema laula jtabaitaha, kwa nini hukujizushia aya? Kwa nini hukujiumbia aya? Kwa nini hukujitengezea aya ukaja nazo kwetu sie? Kwa nini hukujiumbia miujiza? Kwa nini hukujiumbia dalili ya kujulisha ujumbe wako ukaja nazo kwetu sie? Jawab, hana rasul ila salawatullah alayhi wa salamu yantadhir min rabbi samawati wal ard, kutoka kwa Mola Muumba wa mbingu na ardhi, aseme nini? Jawabu imekuja, qul ya rasulullah, qul ya nabiy Allah, qul ya Muhammad salawatullah alayhi wa sallam, sema ewe Mtume Muhammad salawatullah alayhi wa sallam, wajibishe hawa watu, waambie innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, innama, hakika si jambo jingineno, attabi'u, mimi nafuata, ma, yale ambayo, yuha, inayofunuliwa kwangu, inayofunuliwa miongoni mwa wahi, ilayya, kwangu mimi. Tena ufunuzi wenyewe unatoka wapi? Min rabbi, min rabbi, min rabbi, kutoka kwa Mola Muumba wangu. Hayo mnayotaka mimi nifanye siwezi. Wala mtaka afanye nini? Ajitungie aya, ajiumbie aya, ajitengezee aya, na Rasul anakataa salawatullah alayhi wasallam. Anawaambia nini? Kule kutunga siwezi, kule kutengeza siwezi,
Hayo yote siwezi, isipokuwa mimi nategemea ufunuzi inayofunuliwa kwangu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na malaika Jibril. Qul innama, sema bila shaka si jambo jinginelo, atabi, nafuata mimi yale ambayo yuha, inayofunuliwa miongoni mwa wahi ilayya kwangu mie, min rabbi, kutoka kwa Mola Muumba wangu. Hadha basairu min rabbikum, hadha basairu min rabbikum, hadha basairu min rabbikum. Hii Qur'an ni hoja tukufu kabisa, min rabbikum, iliyotoka kwa Mola Muumba wenu. Qur'an min rabbikum, iliyotoka wapi? Kwa Mola Muumba wenu, yule aliyewapatisha huku duniani ndiye aliyewaletea hiyo Qur'an huku duniani. Min rabbikum, mwongozo min rabbikum, hidayah min rabbikum, imetoka kwa Mola Muumba wenu. Hadha basairu min rabbikum, huo ni mwongozo. Ni nini? Ni dalili na hoja iliyotoka wapi? Kwa Mola wenu. Hii Qur'an ni mwongozo na hoja zilizo wazi wazi na dalili zilizo wazi wazi inayoangaza, ambayo haina haja ya miujiza, imetoka kwa Mola wenu. Tena baada ya hiyo Qur'an, basair ni mwongozo wa kufanya mtu aone. Basair ni mwongozo wa kumfanya mtu afanyeje? Afunguke macho, afunguke macho, afunguke uoni, afunguke fikira, afunguke mawazo, afunguke moyo. Basair wa huda. Na hiyo Qur'an ni nini? Ni mwongozo. Kwa kuwa wewe huwezi kufika kwenye ufanisi wako pasina Qur'an. Mimi siwezi kufika kwenye ufanisi wangu pasina Qur'an. Sisi hatuwezi kufika kwenye ufanisi wetu pasina nini? Pasina Qur'an. Tufanyalo, tutengeze na zacho, lakini tujue mwongozo kamili ni mwongozo wa nani? Mwongozo wa Qur'an. Mwongozo kamili ni mwongozo wa Qur'an. Jifanye namna utakapojifanya, jifikirie namna unavyojifikiria, lakini ukijua mwongozo kamili ni mwongozo wa Qur'an. Qul innal huda huda Allah. Hakabila shaka mwongozo usio na aibu ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Hakabila shaka mwongozo usio na upungufu ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Hakabila shaka mwongozo usio na kasoro ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Tena mwongozo wa Mwenyezi Mungu inakufikisha wewe katika ufanikisho wa ulimwengu wako na fanikisho la akhira yako. Unafanikiwa mara mbili. Mwongozo wa Mwenyezi Mungu inakufanya ufanikiwe mara ngapi? Mara mbili. Mwongozo wa mwanadamu, mramba chumvi, mramba sukari, unakufanya ufanikiwe mara moja. Utafanikiwa duniani miaka 60, miaka 90, utakuwa na saving account, saving book, kwa saving nini, basi خلاص na usiku ukifa umeacha 2 billion 9 billion umeacha. Hiyo ndio mwongozo ya dunia, mpaka ufike katika bilioni, basi خلاص maneno yako yanakuja. Tena baada ya bilioni una kitu na maisha yamekuja, life imekuja, life end, life imekuja,
life imefika kwenye ukomo. Sasa bilioni ina faida? Haina. Ndio wahuda, na hiyo Qur'an ni mwongozo, utakuongoza kwa hayo uliyopata katika hiyo dunia. Miongoni mwa hizo bilioni utatengeneza nazo sarakatu jaria, utatengeneza nazo mahospitali, utatengeneza nazo mabarabara, utatengeneza nazo malja uliyatama, utatengeneza nazo nasari kiduniani, na malipo ya hayo yote yako utapata katika nini? Katika akhira. Wahuda, na hiyo Qur'an ni mwongozo usio na kasoro. Wa rahmatun, na hiyo Qur'an vile vile ni rehema, ni neema, ni amani, usalama. Neema na amani na usalama kwa nani? Liqaumin yu'minun, kwa watu walioamini au wanaoamini imani kamili. Qur'an ni nini? Ni rehema, ni mwongozo uliotoka kwa Mola Muumba kwa waja gani? Yu'minun, wanaoamini imani kamili. Al-iman ma waqara fi al-qalb wa nataqa bihi al-lisan wa amila bihi al-jawarih. Iman ni ile kuamini kitabu cha Mwenyezi Mungu iliyokita katika moyo. Sasa iman imefichikana wapi? Katika moyo. Sasa kitakachodhihirisha huyu mtu ana imani ni nini? Ulimi wake, kwa kuwa matamshi yake anavyosema inaambatana na Qur'an, maamrisho yake anavyosema inaambatana na Qur'an, maelekezi yake anayosema yanaelekana na Qur'an. Huyu mtu ana imani. Sasa matamshi yake ndio inamfasiri nini? Matamshi yake, maneno yake ndio yanamfasiri. Tena isitoshe, mtu huyo baada ya moyo kuamini na ulimi kuyatamka yaliyo moyoni, kisha viungo vile vile